Kwa majina naitwa Protas Anthony Shija. Ni miongoni mwa vijana ambao wameweza kutumia fursa ambayo imetolewa na mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Makonda, ya kujiunga na vyuo vya VETA ili kuweza kupata ujuzi katika fani mbalimbali. Mimi ni kijana ambaye naishi mtaani na ni katika mazingira magumu, na natumai kwamba fursa hii ambayo nitapata kutoka katika mikono ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa itanisaidia mimi kubadilisha maisha yangu na pia kunifanya mimi kuwa mfano kwa vijana wengine ambao watatakiwa kuzitumia fursa ambazo zinaweza zikajitokea maishani mwao. Mimi si mzao wa mkoa wa Arusha. Nilikuja mkoani Arusha baada ya kupata taarifa juu ya fursa ambayo iliachiliwa na waziri mkuu ya kujiunga na VETA. Na nilikuja Arusha ili kuweza kujiunga na chuo cha utalii kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na ninaamini kwa uwezo wangu ningeweza kuipeperusha bendera ya nchi yangu nje na ndani ya mipaka. Hivyo basi niliamua kuchukua maamuzi magumu na kuja Arusha pasipokuwa na ndugu yoyote wala mtu yoyote wa kunipokea. Na nilipofika nilifanya application katika chuo hicho, lakini bahati mbaya sikuweza kupata matokeo mazuri wala sikuchaguliwa katika hicho chuo. Hivyo basi nilikosa mtu yoyote wa kunishika mkono, na ilipelekea mimi kutafuta shughuli yoyote ambayo itaniingizia kipato cha kuweza kupata mahitaji muhimu kama chakula na malazi. Kazi ambayo nilianza kufanya katika hicho kipindi huku nikisubiria selection ziweze kutoka, nilianza kuosha magari car wash, sehemu ambayo nilikuwa nalala hapo pia. Kwa hiyo mchana nilikuwa naosha magari, lakini pia usiku tulikuwa tunakesha tukiosha magari ya tours. Na kiwango cha pesa ambacho tulikuwa tunapata ni kidogo sana, lakini pia kutokana na hali kwamba mimi nimetokea mkoa mwingine, nilikuta tayari kuna watu ambao wapo katika hiyo shughuli, kitu ambacho kilipelekea ushindani mkubwa, na hivyo ikabidi mimi nibadilishe tena shughuli na kutafuta shughuli ya kupiga msasa gari ambazo zinatakiwa kubadilishwa rangi. Na hiyo shughuli nilipata tena sehemu ambayo ni nyingine na ni mbali. Kwa hiyo ilinibidi mimi kusafiri umbali mrefu kwa mguu ili niweze kupata hiyo riziki. Nikafanya hiyo shughuli kwa muda mchache, lakini rafiki yangu ambaye nilijuana naye huko kwa Arusha tu kwenye hizo shughuli ndogo ndogo alinishauri na kuniambia kwamba hizi kazi ni ngumu, kwa hiyo inabidi wewe upate kazi ambayo utakuwa na uhakika wa kuingiza kipato kwa siku. Na alinishauri niende kujiunga na vijana ambao wanafanya kazi dampo, ambao tunakusanya takataka mtaani na kuzifungasha kwa ajili ya kusafirisha kupeleka katika viwanda ambao vipo Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya recycling. Hiyo ndio shughuli ambayo mpaka sasa naifanya, na katika hiyo shughuli hamna haupewi huduma ya malazi wala chakula. Bwana Protas Shija nimempokea akitokea Geita. Tulikuwa na background history kidogo. Ana uwezo mkubwa sana na mentality nzuri sana na discipline. Everything that mtu mwenye opportunity akipata anaweza akaifanyia kazi. So kama amepata hiyo opportunity kwa mkuu wa mkoa ni jambo la kumshukuru Mungu, na naomba apate support nzuri sana kwa sababu kuna kitu ndani yake ambacho Mungu amempa na anaweza akaleta manufaa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kabisa Mama Samia ambaye ni mama yetu sisi wananchi wa Tanzania, napenda kumshukuru kwa sababu anazidi kututengenezea fursa mbalimbali. Ana timu ya viongozi ambao wanafanya kazi nzuri sana. Mfano mzuri ni Mheshimiwa Paul Makonda ambaye anatimiza jukumu lake yeye kama kiongozi pasipo kubagua kwamba kubagua umri, kubagua rangi wala ubaguzi wa aina yoyote. Anazingatia nyanja zote kuanzia vijana mpaka wazee, kina mama na watoto. Nikisha kutandika box langu ikiwa na shuka ndio naweza kulala. Hivi ndivyo ambavyo nalala usiku. Kwa kweli sio mazingira mabaya wala sio mazingira mazuri, ila tu mimi nilikuwa ni msaidizi fundi garage. Nilikuwa natamani siku moja nije kuwa mechanics. Nilikuwa natamani siku moja nitapata hii fursa. Katika ufanyaji wangu wa kazi nilikuwa na malengo, najiwekea malengo yangu kwamba kila nitakapopata pesa nitajikusanya, baadaye tena kuja kujisomesha mwenyewe. Kwa hiyo niliposikia opportunity kama hii nilifurahi, kama Mwenyezi Mungu kupata nafasi kama hii. Kupata nafasi kama hii ni nafasi
mheshimiwa? Namshukuru sana Mwenyezi Mungu pale alipotoa mkono wake, Mwenyezi Mungu ambariki. Asubuhi imefika saa 12:30 nikasema Mwenyezi Mungu naomba unisaidie kwa hii nafasi aliyotoa mheshimiwa mkuu wa jiji la Arusha niweze fanikiwa na mimi. Basi pale asubuhi niliondoka huku nikiomba tu Mungu, na kuja njiani namtaja mheshimiwa Paul Makonda nikiomba Mwenyezi Mungu naomba unisaidie mheshimiwa kwenye nafasi zake niwe miongoni na mimi mwa vijana wa wale ambao wanahitajika. Nimefika hapa saa 12:49 nikazuiliwa getini, kaambiwa bado muda wa kuingia. Basi kukata tamaa, na sikujua ni ofisi gani, ila nilijua ni hapa tu mheshimiwa ofisi yake. Nimeenda mpaka saa 1 kamili, nikaja nikarudi nikapata nafasi hiyo ya kuingia ndani, na yote namuomba Mwenyezi Mungu ambariki kiongozi wetu, azidi kumpa moyo wa kutuangalia na sisi vijana ambao hatuna kidogo aisha fani. Kama sisi tumeshapata ni kama mtu wa kutuendeleza kama mheshimiwa mkuu wa mkoa, inabidi na sisi sasa tuwe mfano kwa wenzetu ambao hana kazi yoyote. Mungu amsaidie mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi kama Frida nilikuwa natamani niende VETA nikajifunze udriver. Nataka niwe dereva wa magari ya serikali. Siku moja natamani hata nimwendeshe mkuu wa mkoa, yeye kama yeye, yani muendeshe kwenye gari ambalo ni la serikali, niendeshe mimi. Kihistoria mimi nilimaliza shule ya msingi na nikaenda sekondari nikamaliza vizuri. Na nikafanikiwa kwenda chuo, lakini chuo yenyewe sikumaliza, nilikuwa nasomea tour guide kutokana na ugumu wa maisha. Kwa kweli mzazi wangu aliuza ng'ombe mmoja ambaye alikuwa nayo na nikaendelea na shule. Baada ya hapo sikuweza kuendelea na chuo tena na kozi yangu pia tour guide kwa sababu ya hamna hela, hamna pia ng'ombe ya kuuza. Kwa hiyo mimi nilivyosikia taarifa hii ya fursa za kusomea VETA, nilishukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutupa vijana sisi, kwa maana sisi ni vijana wenye nguvu, bado tunaweza kuendeleza maisha yetu, na sio vizuri kwamba vijana wengi wako mtaani, sio kwamba wamependa.